wajumbe wa kamati hii ya maadili kwa kazi kubwa ambayo wameifanya wiki nzima hii. Wamekuwa wakihangaika na mambo haya mawili, na hata jana sio wamemaliza usiku saa ngapi. Naona hata mwenyekiti anavyosoma usingizi na hata macho hayamweki sawa, sababu amekesha kwa ajili ya mambo haya. Kwa tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na poleni sana kwa yote. Tukumbuke mwenyekiti hapa, mwenyekiti maadili, mheshimiwa hapa wewe mtu wa hoja bwana ili usikilize waheshimiwa wabunge wanachosema. Ya waheshimiwa wanaojadiliwa hapa, waheshimiwa wabunge wote wawili tuliwateua pale mwanzo, nao ni sehemu ya kamati ya maadili. Tangu mwanzo tulidhani kwamba uzoefu wao unaweza kutusaidia. Kwa hiyo hata wajumbe wanaoleta taarifa hii wamewajadili wajumbe wenzao, yani hawa ni wenzao. Kwa hiyo hebu fikiria wewe ni mjumbe wa kamati, halafu wenzako wanakuona hivi. Kwa hiyo anayeona tofauti kwa kweli huyo naye na matatizo. Lakini sasa tumewasimamisha kwenye kamati ya maadili kwa sababu hawangeweza kujadili kesi inayowahusu wao wenyewe. Basi tuendelee na mjadala. Mwenyekiti tu kutuambia tuliona mabegi na mabuku, si alisaidia kiasi gani? Sasa ukutuambia labda wajumbe watatuambia huko mbele. Tunaendelea na uchangiaji wa heshimiwa. Namuomba Mheshimiwa Omar Mohamed Kigua atufungulie. Mheshimiwa Shari Joseph Raymond atafuata. Tukifanya dakika zisizozidi 7 sio mbaya kwa kila mmoja hapo, sababu waombaji ni wengi kidogo. Asante Mheshimiwa Spika. Tutalia kengele moja tu baada ya dakika 7. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa mwanzo kabisa kwenye swala la waheshimiwa au mashahidi kwenye jambo letu ambalo liko mbele yetu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati hii kwa muda mrefu kidogo. Na kwa uhakika Mheshimiwa Spika, naweza kusema kwa uzoefu mdogo ambao nilikuwa nao katika kamati hii, nimeshuhudia vituko vya ajabu kabisa. Mheshimiwa Spika, kamati yako inafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kanuni ambazo tumezitunga sisi wenyewe wabunge. Na tunategemea kabisa Mheshimiwa Spika, wewe kama mbunge umeaminiwa na wananchi, na sio mbunge tu wa jimbo, ni mbunge wa Tanzania nzima. Mwenendo wako, kauli zako, tabia zako lazima zifanane na nafasi uliopewa. Kwa hiyo siku zote unapozungumza lazima utafakari wewe ni nani, unazungumza na kina nani. Hayo ndio yatakayokusaidia kuepuka haya ambayo leo tunazungumza mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikianza na shahidi namba 1, ndugu yetu Joseph Gwajima, mimi namuita ni shahidi kwa mujibu wa taratibu tulizojiwekea. Hakika Mheshimiwa Spika, hakuitendea haki hata mara moja kamati hii. Hakuwa na nidhamu, hakuwa na heshima hata mara moja. Hata ujio wake mbele ya kamati ilikuwa inaonyesha dhahiri kabisa kwamba alikuja kwa kejeli na dharau iliyopitiliza. Mheshimiwa Spika, nitoe mfano mmoja tu Mheshimiwa Spika. Tulipomuuliza ni wapi unapotenganisha shughuli za kanisa na shughuli za ubunge, hakuweza kutoa jibu la moja kwa moja, hakuwa na jibu. Aliambia kamati Mheshimiwa Spika kwamba anazungumza na waumini wake wenye makanisa zaidi ya 140 duniani. Tulipomuuliza ni wapi unaweza ukabana taarifa zako kwamba hizo wafikia waumini wako na wananchi dunia kwa ujumla, hakuweza kutoa majibu hayo. Mheshimiwa Spika, swala la kusema kwamba wapo watumishi wamepewa pesa, swala hilo lipoulizwa Mheshimiwa Spika hakutoa majibu. Lakini tujiulize Mheshimiwa Spika, heshima ya chombo hichi na heshima mingine inalindwa na wewe Mheshimiwa Spika. Tulipomuuliza hilo hakujibu hata mara moja. Lakini tupime athari ya kauli zake toka ameanza. Mimi Mheshimiwa Spika, niungane na ushauri wa kamati hii kwamba ukiacha maazimio leo ambayo mimi naunga mkono,
vyombo vingine viende vikatazame athari ya kauli zake nini huko. Nani asiyejua hapa Mheshimiwa Spika kwamba wananchi wa Tanzania wanakufa kwa corona? Na ni nani, kiongozi gani wa serikali amesema kwamba kuchanja ni lazima, lakini yeye kauli zake zinathibitisha na zinaonyesha kwamba viongozi wetu wa serikali wamelazimisha wananchi wapimwe. Hili jambo kwa kweli halina afya maendeleo ya nchi yetu, na lazima tusimame imara Mheshimiwa Spika, tulinde chombo hichi. Mheshimiwa Spika, swala la ndugu yetu Jerry Silaa, mimi na waheshimiwa wenzangu wajumbe wa kamati hii tulijiuliza, huyu ni mbunge mgeni kweli, lakini huyu ameshika nafasi kadhaa katika nchi yetu, katika nafasi ya kuwa meya wa jiji la Dar es Salaam. Lakini Mheshimiwa Spika, ulimpa nafasi aombe au arekebishe maneno yake, hakufanya hivyo. Hii ni dharau kwa bunge, ni dharau kwa pia kwa hiyo Spika mwisho. Lakini alipofika mbele ya kamati, kwa kuonyesha kwamba alidhamiria alichodhamiria na alisimamia kwa kile alichokuwa amekizungumza, alikuja na ushahidi wa vitabu zaidi ya 10. Hakuwa na dhamira ya kuomba radhi. Na Mheshimiwa Spika, wewe ni shahidi, zimekwisha letwa kesi nyingi tu, na kwa sababu kamati hii ni ya kwako, ulisamehe watu wengi, hata kamati imesamehe watu wengi. Lakini kwa jinsi alivyokuja mbele ya kamati, Mheshimiwa Spika, alikuja na msimamo kwamba alichokizungumza ni sahihi. Jambo hili sio sahihi hata kidogo Mheshimiwa Spika. Lakini kumbusha Mheshimiwa Spika, hakutii wito wa kamati, kwa sababu hata katika utaratibu za kawaida unapokuwa una kesi, ukipewa summons ya kwanza hupewi summons nyingine. Hakufika mbele ya kamati hiyo Mheshimiwa Spika. Lakini kibaya zaidi, alipoona kuna wito wa kukamatwa na polisi Mheshimiwa Spika, aliamua kufika saa 12 asubuhi ndani ya ukumbi wa kamati, kinyume cha utaratibu ambao wa kuendesha shughuli zetu pale. Pia huo ni uvunjifu na ukosefu wa adabu Mheshimiwa Silaa. Sasa Mheshimiwa Spika, tuna taratibu, tunapochaguliwa tunapewa mafunzo na watumishi wetu, hata kwenye iPad zipo hapa za kuonyesha staili zetu. Kamati ilimuuliza Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Shahidi Jerry Silaa, je, unajua kwamba allowance hizi zinakatwa kodi? Anasema hajui. Aliposemewa akakiri kwamba leo ndo amefahamu kwamba allowance hazikatwi kodi. Sasa leo unawezaje kumwamini, unawezaje kumpa nafasi hiyo kuwa mjumbe wa PAP, mtu ambaye hajui hata sheria kwamba allowance za kibunge hazikatwi kodi? Hili jambo la kuomba Mheshimiwa Spika, kwa utaratibu ule ule anakosa sifa za kuwa mjumbe wa PAP. Na ili kuweka utaratibu ulio imara na sifa kwa bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, mtazame tena wakati mwingine tunapowapa nafasi tuwapime katika viwango tofauti tofauti. Sisi tumetuia vigumu sana Mheshimiwa Spika kuwazungumza wabunge wenzetu ambao ni wajumbe wa kamati. Basi baada ya kusema Mheshimiwa Spika, na kushukuru, asante, naunga mkono hoja, asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Shari Raymond atafuatiwa na Mheshimiwa Kirumba Ng'enda. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Kipekee namshukuru Mungu sana kutuweka hapa ili tuongee masuala muhimu haya kwa maslahi ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, amani, amani, amani. Nikiuliza hapa mna amani, wote mtasema ndio, na ndio maana mko chini ya jengo hili mkisikiliza na mkitafakari na mkifanya kazi nzuri hizi kwa wananchi wenu. Amani ni kitu muhimu sana kwa mtu mwenyewe kwenye nafsi yake, na kwa mtu na watu wake na taifa na viongozi wa juu na wananchi wao. Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kuzungumza machache. Mimi ni mjumbe wa kamati hii na mashahidi ninaowazungumziwa ni wajumbe wenzangu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba niseme kwamba matamko yaliyotoka kutoka kwa wenzetu hawa yalileta mtafaruku kwenye nchi yetu. Naanzia na Mheshimiwa Josephat Mathias Gwajima. Yeye ni mbunge mwenzetu, ni mtu tunayemsikiliza, ni mtu tunayeishi naye. Lakini pia alituambia yeye ni mchungaji au ni kile cheo kingine hapa nchini na kwa mataifa mengine. Aliposema mataifa mengine na akaleta ushahidi pale kwetu,
akisema kwamba anapozungumzia chanjo anazungumzia hapa na anaikataza hapa. Nikajiuliza na bado najiuliza, kama waumini wake wako nchini hapa na nchi nyingine, haya mambo yalivyoanza nchi nyingine, kwa nini hakuwazungumzia nchi hizo? Kwa nini linakuja kuzungumziwa hapa leo? Kweli yeye kanisa lake ni kubwa, lakini chanjo zimeanzia nje ndio zikaja hapa. Kwa nini hakukataza kule? Kwa nini anakuja kukataza hapa? Mheshimiwa Spika, jambo hili la chanjo ni hiari katika nchi yetu. Mtu uamue ufanye au usifanye. Lakini anapolitamka yeye na analitamka kwenye nyumba yake ya ibada au kwingineko, anakataza. Anapokataza anakwaza. Anapokwaza ni kwamba anamnyima mtu uhuru wake. Unaposema imani ni kitu very sensitive, Mheshimiwa Spika. Imani yako ndio inakupa wewe ujisikie unajiamini na unakuwa huru. Sasa katika kujadili jambo hili katika kamati, mengi yamezungumzwa na mwenyekiti wangu na mimi ni sehemu ya yale yaliyozungumzwa. Jambo gani limenifanya nisimame na kuomba kuchangia? Ni kwamba mtu mmoja au watu wachache wasiingilie uhuru wa mtu. Tunasema na wahenga walisema hiari yashinda utumwa. Ndio maana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipotuambia tuchanje, alisema hiyo ni hiari yenu, hatukulazimishwa. Sasa Mheshimiwa Spika, inatia uchungu, inakera, na unajua kwamba mimi nimesimama hapa kama kiongozi wa wanawake nikijua jinsi gani wanawake wana imani na wanapenda kusikiliza viongozi wao. Tutakavyobweteka tukasema ameongea kiongozi ule, tusijilinde, tusilinde wengine, tunakwenda kuhatarisha familia zetu. Mheshimiwa Spika, naunga mkono adhabu zilizotolewa kuhusu shahidi huyu, kwa sababu yeye alitukwaza alipokuwa akisema kwamba anazungumza kwa kuoteshwa au kwa kufuata Roho Mtakatifu. Mimi ni Mkristo, Mheshimiwa Spika. Roho Mtakatifu ndio tunavyobatizwa, tunabatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu asiyetaka utakatifu, anataka vitu, basi huyu sio Roho Mtakatifu bali ni Roho Mtakavitu. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ni swala la shahidi Jerry Silaa. Haihitaji rocket science kuzungumza na kusema kwamba mshahara unakatwa kodi. Kodi ni kitu ambacho kiko kwa sheria, na kuna kodi nyingi sana zinazokatwa katika nchi hii, na hii kodi ya mshahara ipo. Wabunge wanalipwa mshahara kama wafanyakazi wengine wa public servants, na pay as you earn inakatwa. Sasa sioni ni kwa jinsi gani mtu mwelewa kama mbunge anakwenda kwenye mikutano yake ya hadhara, anapigiwa makofi, anapata memeko na anazungumza zaidi ambavyo angetakiwa. Mheshimiwa Spika, nasikitika sana kwamba mwanangu huyu alisema kwa mheshimiwa mwanangu huyu hatukatwi kodi, na aliulizwa, je, wewe ulikuwa unakatwa kodi? Akasema yeye alikuwa anapata posho na alikuwa akatwi kodi wakati akiwa mstahiki meya. Sasa kama hivyo ndivyo, kwa nini wakati ule akuliona ni tatizo amekuja kulionea tatizo hapa leo? Mheshimiwa Spika, mtu unakaa unajiuliza, bunge hili lilianzishwa miaka mingi nyuma toka enzi za mkoloni, na yanayofanyika hapa yalikuwa yanafanyika. Kwa nini hao wote waliopita miaka hiyo hawakuona inakuja kuonekana leo? Unasema hapa kuna jambo gani? Kwa nini limeleta simanzi na kwa nini limeleta taharuki? Unasema hivi, hii ni sawa tunyamaze? Mheshimiwa Spika, hatukuweza kunyamaza, naunga mkono adhabu zilizotolewa. Asante sana Mheshimiwa Shani Raymond. Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda atafuatiwa na Mheshimiwa Tunza Malapo. Mheshimiwa Spika, na mimi na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, na nilitaka niseme kwamba sina kawaida sana ya kuzungumza mambo hasa ninayoona yananitia uchungu kwa watu ninaowafahamu vizuri, na hasa wabunge wenzangu.
lakini mnapofika mahala mnataka kutengeneza chombo, ni lazima mkubali kwamba kama yupo mtu anapasua mtumbwi ili mzame, basi bora azame yeye, lakini chombo kiendelee kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge tuliomo humu tumeletwa na vyama vyetu kupitia kura za wananchi. Vyama vyetu vina katiba, vina miongozo. Chama kikongwe kama CCM kina mpaka kanuni za maadili na uongozi zinazoonyesha miko, zinazoweka makatazo, zinazoweka utaratibu. Kwa bahati mbaya, niseme kwa mfano, shahidi mbunge mwenzetu Mheshimiwa Gwajima, labda muda wake wa kuwepo kwenye CCM umekuwa ni mfupi sana, labda mambo haya hajapata nafasi nzuri ya kuyasoma. Lakini si hilo tu, tukishachaguliwa, tukifika hapa, hatuanzi kazi mpaka tubebe katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tuwape kuitii, kuitetea kwa mujibu wa sheria. Na katiba hiyo inayo mambo ambayo yanatutaka lazima tuyafanye kwa sababu tumeapa. Unashangaa, unajiuliza, na ninapata shaka hao wenzangu wanapata nafasi ya kupitia hii miongozo? Kama wangefahamu vizuri, nadhani tusingefika huku tulikofika. Alipoanza Mheshimiwa mbunge mwenzetu Gwajima, alianza kama anatoa ushauri hivi, akaeleza chanjo hizo na nini, halikuwa jambo baya. Na wakati huo rais wetu mpendwa alikuwa ameunda kamati ya wataalamu kumshauri kuona namna ya kuliendea jambo la kupambana na COVID. Lakini hata kama unaamua kumshauri rais, katiba uliyowapa nayo, ibara ya 37 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoeleza majukumu ya rais, inaonyesha kwamba rais yuko huru katika kazi yake, halazimiki kufuata ushauri. Ukimpa anaweza akauchukua au asiuchukue, na atatimiza wajibu wake. Na kama rais alikuwa ameshaunda kamati ya wataalamu, hana lazima ya kusikiliza ushauri wa askofu, maana jambo lenyewe la ugonjwa ni la kitaalamu. Lakini tuache katiba, tuache miongozo ya chama. Ndugu yetu huyu ni mtumishi wa Mungu, askofu. Imeshafika mahala jambo liko kwenye mamlaka ya rais, analishughulikia. Unaweza ukafika mahala ukaanza tena kuhoji, kwenda mbele, kuchochea watu. Hasomi hata Biblia yenyewe inasemaje? Kwamba mtii mamlaka, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Haya ya kanuni, ya katiba yamempita, na ya Biblia yamempita. Lakini si hilo tu, hata sisi tunaoamini katika Uislamu imeandikwa, watiu Allah, watiu rasuli, wa uli amri minkum, kwamba tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii mtume, na tuwatii wenye mamlaka miongoni mwetu. Huu aliouonyesha mwenzetu si utii kwa mamlaka. Mheshimiwa Spika, kwa bahati mbaya tunapokuwa hapa ni vizuri tujue viwango vyetu. Umeingia siasa jana, ubunge una miaka una miezi sijui 6-9. Lakini hata huko kwenye Biblia tuyaishi maneno ya Bwana Yesu. Ukialikwa kwenye harusi usikae viti vya mbele, maana mwenye harusi anaweza akaja na watu muhimu akakupeleka nyuma. Kaa viti vya nyuma ili kama yeye atakuona wa muhimu akulete mbele, maana ajikwezaye ushushwa na ajishushaye hupandishwa. Haya maneno nayo hayajui. Sasa amekuja hapa Mheshimiwa Gwajima, amekaa viti vya mbele. Hata sisi tuliokaa siku nyingi huko kwenye chama hiki tunamwangalia. Lakini basi umefika mahala umekaa viti vya mbele, unaanza tena kupiga viti, unakupiga mawe kiti cha bwana harusi, na sisi tukuangalie tu. Haiwezekani. Mheshimiwa Spika, wabunge karibu wengi ambao tumekutana huko nje tunazungumza juu ya tukio hili la mwenzetu,
kila mmoja anasema kwa kweli huyu bwana kafanya vibaya, kila mmoja. Sasa ukiwauliza mbona hamkemei? Hapana, tunaogopa atapanda madhabahuni kwenda kutuchapa pale, kutukashifu. Mheshimiwa Gwajima, mbunge mwenzangu, mimi nimejitoa kama dhabihu, nipeleke kwenye madhabahu siku ya Jumapili nichape ujuavyo, lakini muachie Mama Samia na serikali yake wafanye kazi. Narudia tena, nimejitoa nikwambie kwa nia ya kukurekebisha kama mbunge mwenza, twende pamoja. Ukiamua kwenda kutumia jukwaa la Mungu badala ya kuongoza kondoo kuanza kuwasema watu, endelea hivyo, lakini ujue Mungu anakupa muda. Asante sana Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda. Naomba dakika moja Mheshimiwa Nimani. Haya, malizia. Mheshimiwa Spika, mimi nimechukulia wito wa mama yetu na juhudi alizozifanya Mheshimiwa Rais wetu, tena nimenukuu maisha ya Nabii Nuhu alipoona watu wake wanatenda makosa mengi kwa Mungu, na Mungu akamletea ufunuo kwamba mimi nataka kugharikisha. Alikwenda akawasihi watu wote, jamani, tutengeneze safina tupande. Mungu analeta gharika kutokana na makosa tuliyofanya. Sasa tujisalimishe tukae kwenye safina. Wako baadhi ya watu mpaka wa familia yake walimpinga. Kilichotokea, gharika ilikuja na wote waliompinga waliangamia. Mama ametutaka tuchanje. Ametutaka tuchanje na akatuomba kwa hiari, anayetaka achanje, asiyetaka ache. Sisi tulioamua kuchanja tunasubiri safina iwe tayari. Wale ambao wamekataa, itakapotokea gharika ya Mungu, shauri yao. Hivi kweli angekuwa Mheshimiwa hayati Magufuli ndio rais leo, Mheshimiwa Gwajima angeweza kusema hayo aliyosema? Wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka wa 1979 alikuwepo mjumbe mmoja wa halmashauri, tena mjumbe wa kamati kuu, na alikuwa mkuu wa idara ya organization. Na mkumbuka alikuwa mtu wa kwetu, mzee wetu achatangulia mbele ya haki, Mungu amweke mahali pema. Alikuwa anaitwa Twakali Karago. Iliwekwa karantini ya kipindupindu. Alipokwenda kule Kigoma akakuta maberia, watu wanaziwiwa wasiende huku, kwa imani tu ya kutaka watu, wala sio kwa kiburi. Akaambia jamani, fungueni watu waende wakapate huduma. Kipindupindu kikaathiri watu wakafa. Alilazimika kujiuzuru nafasi zake zote za uongozi. Mtu anachochea watu wasichanjwe na kushambulia wale wanaohamasisha na wanaoleta chanjo. Katika CCM hii ninayoijua, adhabu bado. Naunga mkono hoja na kitaka chama kiangalie vizuri adhabu hii. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kirumbe Ng'enda. Mheshimiwa Tunza Malapo atafuatana na Mheshimiwa Joseph Anania Tadai. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Na nataka kuwaambia umma wa Tanzania kwamba Mheshimiwa Gwajima Josephat ameshindwa kuthibitisha mbele ya kamati kuleta kielelezo chochote cha zile tuhuma nzito ambazo amezitoa kwa viongozi wakuu wa nchi hii. Alisema ana vielelezo, atakuja kusema, na waambia hakuja kusema jambo lolote la msingi. Watanzania kwanza watambue hilo. Amekuja pale na vituko tu, mara ataki kiti, mara ataki maiki, mara leo nasimama, lakini hakuleta kielelezo chochote. Tulimuoji maswali na sisi tulikuwa soba, inawezekana angetusaidia jambo, kuna jambo analijua, lakini kwa masikitiko makubwa Mheshimiwa Spika hajui lolote. Mheshimiwa Spika amesema chanjo ya JJ imeletwa kwa sababu watu wamekula pesa. Tukamwambia tunaomba ushahidi, hana. Mheshimiwa akasema watu watakaochanjwa vichaa watakuwa hawazai, hii sijui tutatembea barabarani tunaongea wenda wazimu, tuletee ushahidi, hana. Mheshimiwa akatoka hapo, tulipomwambia hivi haya mambo unayoyasema
We huoni kama unaleta taharuki kwenye nchi? Alafu mbaya zaidi, huyo kiongozi aliyozungumza haya yuko kwenye chama chako. Kwa nini usitafute venue ya kwenda kuongea naye ukamshauri, unakuja kuyatoa mbele ya umma? Kwa masikitiko makubwa alisema hivi, yale ameyasema, atasema akiwa ndani ya bunge, atasema akiwa nje ya bunge, atasema akiwa juu ya dari, na atakayemsemesha atasema zaidi ya mara mbili. Na Mheshimiwa Spika, nakupa taarifa, Mheshimiwa Gwajima alituambia kwenye kamati kwamba ataendelea kusema. Sasa kazi kwenu nyinyi wenye mamlaka. Yeye amesema ataendelea kusema. Amesema mbele ya kamati, na asadi zipo zimerekodi vizuri sana. Kwa hiyo tujiandae. Leo Jumatatu, tusubiri Jumapili inayokuja, hatujui tutakwenda kusemeka kitu gani. Mheshimiwa Spika, naomba sasa niongee swala la Mheshimiwa Jerry Silaa. Mimi Mheshimiwa Spika, hapa mkononi kwangu nimechukua salary slip. Hii ni ya kwangu mimi, Tunza Isa Malapu. Siwezi kutaja mshahara wangu, mshahara ni siri. Siwezi kutaja figa, naogopa na mimi ndo nitarudi kule kule kwa mwenzangu. Lakini nataka kuambia Watanzania, na Mheshimiwa Spika, nitakupa hii ya kwangu kwa ridhaa yangu uione, labda inawezekana hujapata muda wa kuangalia. Mimi ya kwangu ninakatwa kodi. Ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tena ninakatwa kodi ya kutosha tu ukilinganisha na watumishi wengine wa umma. Sisi wabunge tunakatwa kodi kubwa. Mimi tulipokuwa kwenye kamati tunashangaa, huyu mwenzetu haya mambo ameyapata wapi? Tukajua basi angalau atajirudi aseme labda niliteleza. Kama aliteleza basi tumuinue tuende naye. Lakini mwenzetu ndio kwanza ametuletea vitabu mpaka vimemziba, hatumuoni. Sasa Mheshimiwa Spika, yale ya vitabu sisi tukayavumilia kwa sababu, jamani waheshimiwa wabunge, tunaongea leo, tunaongea kwa fakti. Hivi hili swala la Jerry lilipaswa lifike hapa lilipofika? Katika hali tu ya kawaida, kwa sababu binadamu yoyote kukosea ni jambo la kawaida. Na ndio maana tunaenda misikitini, ndio maana tunaenda kanisani, tunaenda kuomba msamaha. Hili swala lake, mimi kwa akili yangu ya kawaida tu ndogo, ni kwamba mwenzetu mimi nilichukulia ameteleza. Sasa kama ameteleza, mwenye mamlaka mkuu wa muhimili alimwambia you just go there, kawaambie watu kwamba niliteleza, kwa sababu ushahidi si upo. Hapa atupige ramli. Ndio maana mimi mkononi kwangu nimeshika salary slip. Hatufanyi ramli, tunaongea vitu ambavyo viko vinaonekana. Ilikuwa tu ni swala la kwenda tu kusema kwamba nimeteleza. Lakini kwa nini hawezi kwenda kusema? Mimi nachoona mwenzetu ana kiburi. Yaani amejaa tu ile wanayosema kunyanyua mabega, kwamba nionekane mimi nakwenda kusema nimekosea, nimefanya hivi, which is not good katika maisha ya kawaida ya mwanadamu yoyote. Sasa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jerry anatakiwa, kwanza naunga mkono adhabu aliyopewa, lakini ninafikiri kuna sijajua, sijui niseme anatakiwa apate psychological counseling, sijui kitu kama hicho. Mheshimiwa Spika, siongei hivyo kwa maana kwamba namtukana au mimi ni mwalimu na saikolojia ni somo ambalo tunafundishwa. Sometimes mtu unaweza kukuta anafanya mambo wewe unashangaa, kwa nini mtu anafanya hivi? Mimi hili swala naliona, yani kwangu mimi ni kubwa lakini ni dogo, endapo tu yeye angeamua kuliendo kwa namna ile ambayo mimi naiona. Mheshimiwa Spika, sisi tunakatwa kodi, na ile posho ambayo hatukati kodi na matumizi. Kama mimi nimepewa hela ya mafuta ya lita 10, nitalipia kodi hivi nitapata ile mafuta lita 10? Sipati. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida ambayo yanataka tu uelewa wa kawaida. Nawaambia Watanzania, sisi waheshimiwa wabunge tunakatwa kodi kwenye mishahara yetu, tena kodi ya kutosha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mwalimu Tunza. Mheshimiwa Tadayo, tafadhali, utafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan King.
Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Nami pia kwa nafasi yangu kama mbunge lakini pia mjumbe wa kamati iliyoleta hoja, ninaunga mkono hoja ambayo imeletwa kwa 100%. Mheshimiwa Spika, tulipewa kazi hii na wewe ili kuwapa haki wenzetu hawa ambao kwa mujibu wa kanuni tunaita mashahidi, kuwapa ile haki yao ya kikatiba ya kuwasikiliza. Tuliwasikiliza kwa kiapo, chini ya kiapo, na wakakubali kwamba kweli hizi kauli ni wao walizitoa. Sasa inakuja sasa kuangalia juu ya uhalali wa kauli hizi kisheria, kama ambavyo ripoti imezungumza kwamba unasimama unasema kwamba viongozi wamepewa fedha ili kuruhusu chanjo ambayo sio salama iingie, kwamba kila anayetetea chanjo, kila anayechanjwa, ikiwa ni pamoja na mimi, kwamba ni hela. Alafu nafika mahali unajigamba kuwa juu ya kila mtu, kuwa juu ya bunge, kuwa juu ya spika, kwamba mimi naweza nikafyatua mtu ndani ya bunge, naweza nikafyatua mtu nje. Sasa ni wazi kabisa Mheshimiwa Spika kwamba hata bila kusoma sheria, kila mtu anapaswa kuthibitisha yale mambo ambayo anayasema dhidi ya wenzake, kwa sababu kila mtu anastahili jina lake safi kama lilivyo, kwamba mimi nimeajiriwa, mimi nafanya kazi, ni waziri wa sekta au ni nafasi yoyote ile, kazi yangu naifanya kwa mujibu wa sheria. Sasa kama unasema kwamba mimi nimepewa hela ili nifanye hivi, basi unao wajibu wa kuthibitisha jambo ambalo mhusika wa shahidi wa kwanza Mheshimiwa Gwajima alishindwa kabisa kufanya hivyo. Hali kadhalika kwa shahidi wa shauri la pili Mheshimiwa Jerry Silaa, dai lake kubwa kwamba mishahara ya wabunge haikatwi kodi. Sasa waraka wa msingi, primary document ya kuthibitisha mshahara wa mtu huwa ni pay slip, huwa ni salary slip ile ambayo inatumika kulipa wewe mshahara, na mmiliki wa ile document ni yule anayekulipa. Sasa mhasibu mkuu wa bunge ameshakuja, ameshatoa ile, ametenda ile salary slip, ni hii hapa, inakatwa kodi, na amesema inakatwa kodi, na ametueleza kwamba hata wakusanyaji kodi wenyewe waliwahi kuja wakatazama hili jambo wakaridhika nalo, lakini bado mtu unasisitiza kwamba uko sahihi. Maana yake sasa huu kwa kweli ni uvunjaji sheria kwa makusudi tu, ambao ndio maana kamati ikafikia hapo kutoa adhabu hizi ambazo mimi naziunga mkono kabisa. Mheshimiwa Spika, ni vizuri sisi wabunge tukakumbuka kwamba baada ya kuchaguliwa tuliapa kuilinda, kuitetea na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii Mheshimiwa Spika ndio iliyoweka hii mihimili ambayo tunazungumzia habari ya kuigonganisha na kuidhalilisha. Katiba hii ndio inayogawa mamlaka na madaraka ya watu kufanya kazi. Lakini pia katiba hii imetupa nafasi hasa sisi waheshimiwa wabunge namna ya kuhoji au namna ya kurekebisha mambo ambayo tunafikiri hayaendi sawa sawa. Ibara ya 63 Mheshimiwa Spika, kwamba tunayo mamlaka ya kumhoji waziri yeyote juu ya swala lolote lile ambalo tunaona haliendi sawa. Sasa endapo basi tunadhani kwamba serikali inakwenda ndivyo sivyo, hatuna mamlaka ya kwenda kuwahojia huko kwenye maeneo yetu, kwenye vikundi vyetu vya ngoma au kwenye makanisa au kwenye mahali pengine popote pale. Sheria inatuongoza na kutupa wajibu kabisa wa kuja kuhoji mahali ambapo tustahiki. Hali kadhalika Mheshimiwa Spika, endapo basi mtu ameona kwamba sheria inayotulipa sisi mishahara kama ilivyo kwenye kifungu cha 20 cha ile National Assembly Administration Act haiko sawa sawa, basi unataka kuanzisha mchakato wa marekebisho, basi sidhani kama mchakato unaanzishwa hivyo. Sisi ni wabunge, tunafahamu utaratibu wa kuanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba, ili hata ile posho ya mafuta ambayo ukienda kununua mafuta tayari kodi imeshakatwa, kama unataka na yenyewe ikatwe tena si mara ya ngapi, basi mchakato upo wa kisheria kufanya hivyo, sio kwenda kuchochea wananchi. Kwa sasa hivi Mheshimiwa Spika, hizi kauli za wenzetu hao wote wawili effect yake pia ni kuwachochea wananchi kuichukia serikali, kwa sababu kwa upande mmoja ya Mheshimiwa Gwajima ni kwamba anawachochea wananchi waone kwamba serikali haijali afya zao, serikali haijali usalama wao, kwa hiyo watu wanapokea tu fedha huko, wanaleta machanjo ambayo sio sahihi. Na hii nyingine ni kwamba serikali ina upendeleo, kwamba wengine wanakatwa kodi, wengine hawakati kodi. Kwa hiyo kauli zote hizi mbili zinakwenda beyond, zinakwenda zaidi hata ya makosa yetu ya kikanuni. Kuna uchochezi hapa pia. Kwa hiyo ni vizuri kabisa Mheshimiwa Spika, azimio hili la bunge likapita kama ambavyo kamati imeleta. Mimi naliunga mkono, twende hivyo, watu turekebishane ili tuweze kwenda sawa sawa katika kuwatumikia wananchi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
naunga mkono hoja kwa mara. Asante sana. Mheshimiwa Ali Hassan King atafuata Mheshimiwa Agnes Okororo na Mheshimiwa Sofia Makagenda jiandae. Asante Mheshimiwa Spika. Awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia napenda kukushukuru kunipa hii nafasi ambapo wabunge wengi sana wamezungumza kuonyesha hisia na kuonyesha kushangazwa na vitendo vya wabunge wenzetu ambao vimetokea, lakini na zile komedi zote zilizotokezea, nafikiri kuna neno moja tu hapa tukisema tutaliweka sawa hili. Kuna msemo mmoja unasema khalif tu'raf. Wewe ukitaka ujulikane upate maarufu basi wewe nenda kinyume tu. Kule kwetu Mheshimiwa Spika kuna mtaa mmoja unaitwa Mchambawima. Na kwa sababu huyo mtu hicho kitendo alikuwa akikifanya wima, kwa hiyo alikuwa maarufu mpaka jina la mtaa alipo. Kwa hiyo na hapa sasa hivi kwa hivi tutavyoendelea kwa watu kutaka umaarufu tutapata Wachambawima wengi tu. Kwa sababu mtu wewe ukitaka upate umaarufu basi nenda kinyume. Ukienda kinyume wewe utapata umaarufu, na ndicho kinachotafutwa hapa. Mheshimiwa Spika, mamlaka yaliyowekwa yanapaswa yaheshimiwe, na kama tutakwenda hivi kuchezeana na tutaachiana kama hivi tutakuja kufika pahala pabaya. Amezungumza hapa mufti wa Kigoma Kilumbe Ngenda, amezungumza kwamba mamlaka anatoa Mungu na Mungu ndio anompa mtu mamlaka, na hakuna mamlaka mengine yote ambayo hayatoki kwa Mungu. Sasa akitokezea mtu akiwa anadharau mamlaka, hapo moja kwa moja huyo mtu sio mtu wa kumchezea wala si mtu wa kucheza naye. Mheshimiwa Gwajima ameeleza kwamba serikali au watu ambao wameshughulika na chanjo wamepewa pesa. Huu ni uongo. Unaidhalilisha serikali, unachochea serikali na wananchi, na kama nafasi yake kama mbunge ina maana kwamba moja kwa moja analidhalilisha bunge kwa sababu yeye amezungumza kama mbunge. Mimi sikubaliani naye anasema kwamba yuko katika mahubiri. Alikuwa hayuko katika mahubiri. Ukitizama mtiririko, leo kimesemwa hichi siku ya pili yeye ndo anajibu, leo kimefanywa hichi siku ya pili anajibu, leo kazungumza waziri afya anasema pia atamfiatua, kazungumza naye alikuwa anajibu hoja kwa matukio ya serikali ambayo ndio yalokuwa sio mahubiri. Na tukipata wahubiri kama hawa, nafikiri kuna kesi moja, kuna kisa kimoja cha Askofu Kibwetere, aliwafungia watu kanisani akawatoma. Na kuna askofu mwingine aliwapeleka watu pale uwanja ndege, aliwaambia watapata visa pale, wakalala wiki mbili pale. Sasa wahubiri kama hawa wakati mwingine ni lazima tuwatizame. Itakuja pahala yani ni timing bomb. Bomu litakuja kuripuka. Leo katika familia huko watu hawataki kuchanja kwa sababu ya maneno ya watu. Watu hawataki kufuata taratibu za nchi kutokana na maneno ya watu. Sasa mimi niseme moja kwa moja naunga mkono hoja ya kamati. Na zaidi vyombo vya usalama, ili jambo linatuharibia. Vyombo vya usalama navyo vichukue hatua kali zaidi. Lakini na chama chetu nacho kiangalie kifanye nini katika, kwa sababu hawa watu watatuharibia nchi. Sasa na sisi hataki kufikishwa pale pabaya. Hapo tunapokwenda tunakwenda vizuri. Nikija katika swala la ndugu yangu Jerislav, ni kweli alikuja mbele ya kamati, lakini mimi mwenyewe nashangaa kwamba kweli tufike katika hatua hii. Wabunge hatujui kama tunakatwa kodi au ndio tunarudi kule Mchambawima. Alafu unakuja mbele ya kamati, yale mambo yote yanakuwa ni ya vituko. Sasa hii nahisi kwamba adhabu iliyotolewa, iliyopendekezwa na kamati naiunga mkono, lakini pia huku kwenye PAP nako tukutizame, ndio mwakilishi wa aina hiyo ndio tutapeleka huko. Sasa ni lazima tulitizame na lazima tuangalie. Sisi kama wabunge tukianza kuchafua hali ya hewa tutafika pabaya. Tupunguzeni kutafuta umaarufu jamani. Tupunguzeni kutafuta umaarufu. Hili litatuharibia na tutaiharibu nchi yetu. Sasa mimi Mheshimiwa Spika naunga mkono hoja ya kamati, lakini
zichukuliwe hatua nyingine zaidi, kwa sababu tunakwenda kuharibu usalama nchi yetu. Nashukuru mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Agnes Okororo na Mheshimiwa Sofia Magagenda. Tunakaribia mwisho. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza nianze kuunga mkono hoja kwa kuwa na mimi ni mjumbe wa kamati, naunga mkono hoja kwa 100%. Mheshimiwa Spika, nianze kwanza na hoja ambazo pengine watu wamekuwa wakijiuliza, maana ukisikiliza nje ya sisi wabunge wapo baadhi ya wananchi katika makundi mbalimbali wanahoji pia kwamba kwa nini waheshimiwa hawa wabunge wawili ambao ni mashahidi walitokea mbele ya kamati ama waliitwa kwenye kamati yako ya bunge. Mheshimiwa Spika, naomba niliweke wazi hili kwa sababu pengine hawajui kwamba mashauri haya yote mawili yameshughulikiwa chini ya sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge sura ya 296. Kwa hiyo sio swala tu kwamba labda mhimili huu wa bunge uliamua tu wenyewe bila kufuata sheria, ni kwamba ni swala la kisheria. Lakini pia niwaambie wale ambao pengine wamepata mashaka kwamba masuala haya yote mawili yameshughulikiwa kwa mujibu wa kanuni za bunge, na bunge lako tukufu zinaendesha shughuli zake kwa kufuata kanuni za bunge. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba nilieleze hili kwa sababu baadhi huko ukisikiliza wanasema wameonewa, mtu kwa nini ameitwa, kwa nini hakwenda huku, kwa nini huku, na pengine wanadhani ni shinikizo la mtu mmoja, lakini kumbe huu ni utaratibu wa kibunge. Mheshimiwa Spika, mashauri haya yote mawili kama ambavyo mwenyekiti wa kamati amewasilisha mbele ya bunge lako tukufu, yote yameangukia katika kanuni ya 85, utovu wa nidhamu uliokithiri. Lakini hapa pia naomba nianze na shauri lile la kwanza la Mheshimiwa Josephat Gwajima. Sote tunatambua kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa kuabudu, lakini uhuru huu tunaopewa Watanzania wa kuabudu na watu kuanzisha taasisi za kidini haupaswi kuvunja masharti ambayo katiba hiyo imeweka na sheria zingine za nchi yetu. Na tunajua sote kwamba hakuna uhuru usio na mipaka. Yaani haiwezekani mimi leo, na kwa sababu kuanzisha kanisa au taasisi ya kidini mtu yote anaruhusiwa, haiwezekani mimi leo nikaenda nikatoa maneno ambayo yanavunja sheria nyingine za nchi tu kwa kisingizio cha uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwa maneno ambayo yalisemwa na shahidi hayana shaka, na mimi naomba niungane na wabunge ambao wametangulia kwamba maneno yale yanaweza kuvunja amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa na tukiachia hiyo tukasema sasa kila mtu aamke tu, sidhani kama tunaweza tukaendelea kufurahia nchi yetu katika uwanda huu mpana wa utulivu ambao unamwezesha kila Mtanzania kufanya shughuli zake. Mheshimiwa mbunge Kingi hapo amesema ukiacha ile mifano ya Kibwetere, lakini tuliona pia kwenye maeneo mbalimbali. Na kumbuka kama sikosei kule Kagera kuna mchungaji alitokea kanisani akasema ameoteshwa aoe mke wa mwingine kanisani, lakini tuliona serikali pia ambaye ni mkuu wa wilaya alienda akichukua hatua kuhusiana na lile. Lakini pia yako maeneo mengine. Kwa ufupi tu tuseme kwamba hili pia ambalo limefanywa na askofu na Mheshimiwa Gwajima kwa kisingizio kwamba alikuwa anasema yale maneno akiwa anahubiri waumini wake kwenye nchi 142, na kwa kuwa alikiri Tanzania ni miongoni mwa hizo nchi 142, kwa kufanya hivyo kwa kweli sioni kama kuna shaka kwamba alikuwa anajaribu pia kuizuia serikali kutekeleza wajibu wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ninadhani kwamba ni wasihi wa bunge kuliunga mkono azimio hili la bunge ili kuendelea kuulinda utulivu wa nchi yetu, kuilinda amani ya nchi yetu, lakini pia kuleta
ustawi wa jamii zetu. Hii chanjo ambayo Mheshimiwa Spika pengine watu wanahimizwa wasiende kuchanja, tuliambiwa wote ni kwa hiari. Lakini pia mashaka yale mengine ambapo yametolewa na mzungumzaji yanaendelea kuwachanganya wananchi, kwa sababu wakisema madaktari yeyote atakayeibisha wamepewa pesa. Sasa wananchi tunaendelea kuwachanganya. Hivyo ni hao wabunge wanasema hii chanjo isichanjwe, kwa sababu hakuna nafasi ambapo mbunge anapofanya shughuli zingine nje ya bunge utasema mimi sasa Agnes Okororo sio mbunge, nafanya kazi zangu kama mwananchi wa kawaida, kwa sababu wote tumekula kiapo kwa mujibu wa katiba. Sana. Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Mwakagenda Sofia, atafuata Mheshimiwa Mariam Ditopile. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi kupata nafasi ya kuweza kuchangia mada iliyokuwa mbele yetu. Mheshimiwa Spika, ninaomba niwakumbushe waumini wa makanisa 42 ya Gwajima, lakini pia waumini wa Tanzania juu ya Biblia inasema nini. Biblia inasema katika Marko 16 mstari wa 18a unasema hata tukila vitu vya kufisha havitatudhuru. Hivyo basi ninapenda kumwambia Askofu Gwajima kwamba Biblia hiyo inazungumzia hata nikichanja chanjo iliyokuwa na sumu, kama imani yake yeye kama askofu hafahamu kwamba chochote kibaya kitakachoingia kwa waumini wake hakina madhara katika mili yao, sawa sawa na Biblia inavyosema. Lakini pia Biblia hiyo inasema katika Waefeso 6:12 inasema hivi, kwa maana kwetu sisi damu na nyama bali si juu ya falme na mamlaka ya nguvu za giza. Vita vyetu sisi ni vya katika ulimwengu wa roho. Sasa kama yeye ni mtu wa imani, kama tukibeba katika imani, kitu chochote kibaya hakitawapata Watanzania, na ndivyo tulivyo, na ndio maana tunaenda mahospitalini tunatibiwa. Wakristo wanajenga mazahanati, wanajenga mahospitali, kwa sababu tiba ni sehemu ya mamlaka ya Mungu. Na hata Nabii Luka aliandika kitabu cha Luka, alikuwa ni daktari, maana Biblia inawatambua madaktari. Mheshimiwa Spika, Biblia hiyo inasema katika Ebrania 11:1 inasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Ukiwa na imani hakuna kitu kibaya kitakupata. Gwajima, usiwakwamishe Wakristo wako na Wakristo wa makanisa 142. Imani itatulinda kama Watanzania. Tutakula dawa, tutakunywa dawa, na vitu vibaya havitatupata, maana tunamwamini Mungu na Mungu yupo katika taifa la Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Yohana waraka wa 3 wa Yohana hiyo 1:2 inasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, katika mambo yako ya rohoni na ya mwilini. Hivyo basi Biblia inatamka mwananchi wa kawaida afanikiwe mwilini, afanikiwe katika roho. Kuchoma sindano ni haki, na ndio maana hata Gwajima akiumwa na kunywa Panadol, kwa kuwa serikali inaamini Biblia inatambua katika matibabu. Mheshimiwa Spika, walikuwa viongozi wa dini ambao mapepo yaliwavaa. Amemsema ndugu Kibotere katika mwaka 2000 Machi 17 alichoma kanisa na watu walikufa. Ninaomba tusimame katika imani ya Mungu, tusiwadanganye wananchi. Na nyinyi wananchi, someni Biblia, mjiamini. Na ndio maana ukienda kuzaa, wewe ni Mkristo, unaenda hospitali. Kwa nini? Kwa sababu madaktari wana elimu ya kimungu. Ujifungulie nyumbani, na Gwajima asiwadanganye watu. Asante. Mheshimiwa Mariam Ditopile atatufungia shughuli hii. Mheshimiwa Elibariki Kingu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Ninukuu maneno ya Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan aliyozungumza pale Dodoma UDOM, akiwa anaongea na viongozi wa dini mbalimbali. Alisema, wabunge tulieni, acheni kudemka. Sasa sijui hatukumuelewa, kwa sababu leo hii wananchi wetu wana changamoto nyingi. Wanatutaka sisi wabunge wao tuje hapa tuielekeze na kuieleza serikali namna gani ya kuunga mkono juhudi za rais wetu ili Tanzania ifike kwenye nchi ya ahadi. Lakini leo hii tunapoteza masaa yote
kwa ajili ya wao kudemka na kutafuta kiki. Kaka yangu Bishop Gwajima anajua namna gani ninampenda na tunaongea mambo mengi, lakini mimi sio mnafiki. Nilimwandikia jumbe fupi kwenye WhatsApp nikamwambia, kaka, hapa umepotoka. Hatukatai kutokukubali chanjo, na ndio maana msimamo wa serikali, chanjo ni hiari. Lakini mwenzetu huyu anatumia vibaya kanisa lake kwenda kuweka tuhuma nzito kwa viongozi wetu. Unaposema viongozi wamepea hela, Mheshimiwa Rais amepokea rushwa, ndicho unachomaanisha. Ukisema viongozi wetu chanjo wanazopigwa wanadanganya, unamaanisha Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika ambaye kwa kweli ndio anatuongoza hapa, Waziri Mkuu na wote waliochanja wanawadanganya Watanzania. Na vizuri mmemuita mbele ya kamati, ameshindwa kuleta vielelezo. Lakini Kawe kwenye chama chetu waligombea wengi. Kawe kwenye uchaguzi mkuu viligombea vyama vingi. Na alitupa mzigo mkubwa sana. Ilibidi tuende Roman Catholic tufute mambo aliyosema. Ilibidi tuende kwa Waislamu tufute mambo aliyosema. Chama kimemwamini, wananchi wa Kawe wamwamini. Ana majukumu ya kuwatumikia wananchi wa Kawe. Arudi kwenye mstari. Kaka yangu Mheshimiwa Jerry Silaa, kwanza sisi kama vijana wenzake, sijui wasomi wenzake na sheria, maana mimi sio penguin, tumesikitishwa mno na drama zako. Umeitwa kwenye kamati, jishushe brother, tuna safari ndefu. Unamtumishia misuli Ndugai mwenzako kawa mwenyekiti, naibu spika miaka 10. Kongo mimi mwekezaji kule, wanampenda huyo atakayestaafu. Umekuja na begi zima, unaanza kuongea kauli za shosho, umejibiwa na vitu viwili: salary slip na kitabu hichi chenye maslahi na mwongozo wa kazi za mbunge. Unajiita wakili msomi, na mimi niliposti picha yako kabisa umevaa joho. Kaa ujitathmini, taifa lilikuwa linakuhitaji, umeshajitia doa. Rudi kwa Mungu wako, rudi kwa wazazi wako, rudi kwa viongozi wako, chutama. Lakini kwa kweli mimi niseme naunga mkono azimio la kamati, lakini adhabu ni ndogo. Kwa swala alilofanya Gwajima ni uhaini. Sisi kama Watanzania tunayemwamini rais wetu, mimi kama mwanachama wa CCM ambaye namwamini mwenyekiti wangu, anapaswa kupewa adhabu. Kama anaona askofu ni mkubwa, atuachie ubunge wetu. Wako wana CCM wengi mahiri wa kuweza kuleta maendeleo makubwa. Kawe ilicheleweshwa chini ya upinzani, tunataka iende mbali. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi naomba adhabu iwe ya juu kabisa kwenye bunge, lakini pia hatua nyingine za kinidhamu. Sisi kama vijana tunaipenda nchi hii, hatuko tayari kuona mtu yoyote akikwamisha juhudi za serikali yetu chini ya rais ambaye kwa kweli siku zote mama huyu hakuchukua fomu kugombea makamu wa rais. Mama huyu hakutaka urais, alimsindikiza mgombea wake wa urais kunadi ilani ya chama. Yaliyotokea ni ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana tunasema ni chaguo la Mungu, hana kundi huyo. Kwa hiyo naomba kwa kweli, hatuko tayari Mheshimiwa Spika, adhabu ziwe kali mno, na baada ya hapo vyombo vingine vya mamlaka viwape adhabu, hakuna jingine. Asante sana. Umesahau kutoa hoja tu. Natoa hoja.
naunga mkono hoja. Haya, asante sana. Mheshimiwa Alibariki Kingu, tumalizie ili tumuite mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa kunipatia nafasi kuwa msemaji wa mwisho kwenye hoja iliyoko mbele yetu. Jambo la kwanza Mheshimiwa Spika ambalo nataka nilizungumze, kuna dhambi moja kubwa sana watu wanaifanya kwa sababu tu wanajua kwamba Rais Magufuli amekufa na hawezi kujitetea. Gwajima katika mahubiri yake niliyoyasikia aliyotoa kule kanisani, amesikika akisema toka Rais Magufuli afe mambo yamekuwa yakienda ndivyo sivyo, akiwa ananukuu jambo la chanjo ya corona. Mheshimiwa Spika, baba wa watu Rais Magufuli amefanya kazi yake, ametimiza muda wake, Mungu amemruhusu apumzike. Ametenda haki na mema mengi kwenye taifa hili. Hayati Magufuli aachwe apumzike, asihusishwe na mambo ya hovyo. Rais Magufuli alipokuwa madarakani, alilishauri taifa tusiwe na haraka ya kukimbilia chanjo, lakini hakuzuia taifa likijirigisha lisichukue chanjo. Na hii Mheshimiwa Spika imekuwa ikitumika kama kichaka, Magufuli, 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 Magufuli. Mwacheni Rais Magufuli apumzike, na mimi ninasema huko alipo kaka yangu Askofu Gwajima anisikilize, kwa sababu na mimi kama mdogo wangu Ditopila nilivyosema sio mnafiki. Nilimfuata Gwajima kwenye simu yake ya kiganjani, nikamwambia haya unayoyafanya ninakushauri unyamaze, hayana maslahi na taifa letu. Mheshimiwa Spika, nayasema haya kwa sababu Askofu Gwajima anasema ana kanisa na anatumikia watu wa Mungu. Neno la Mungu katika Warumi 13:1 linasema kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Na ndiyo maana Mheshimiwa Spika, kwa watumishi wa Mungu wanaomjua Mungu vizuri, Yesu wakati anazaliwa utawala wa Herode, palikuwa pana sensa inaendelea Yerusalemu. Yusufu na Mariamu wakiwa ni wasomi wazuri wa Biblia, wale watu wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, walicomply na agizo la Herode la serikali. Tena wakati huo Yerusalemu iko chini ya utawala wa Rumi, wakaondoka kwenda kuhesabiwa kwa kutii mamlaka ya serikali. Na wakati huo Mheshimiwa Spika, nayasema hayo, kitabu cha Mathayo 2:1 kinaonyesha namna Yesu alivyofanya msafara kwenda kutii agizo la mamlaka, tena chini ya utawala ambao tunaweza kusema kwamba walikuwa chini ya ukoloni. Lakini kama hiyo haitoshi, Luka 12:7-9 neno la Mungu linasema Mungu anajua kila idadi, yani Mungu huyu anajua idadi paka ya nywele zilizoko katika kichwa chako. Sasa kama Mungu anajua idadi ya nywele, kwa nini Mariamu hajasema kwamba Herode anatuita kwenda kuhesabiwa? Mungu anajua idadi ya nywele, wagomee mamlaka ya wakati huo. Hichi anachokifanya Gwajima ni kiburi kilichojaa kuvimba na kulewa sifa za dunia na si sifa za kumwakilisha Mungu katika madhabahu. Mheshimiwa Spika, ninasema haya kwa sababu Askofu Gwajima ametoa tuhuma nzito sana kwa nchi. Na mimi nafikiria haya mambo, nimejiuliza maswali. Hivi ni kweli jeshi la polisi hawaoni criminality iliyopo kwa statement za Gwajima? Hivi kweli jeshi letu la polisi halioni hatari ya kauli za Gwajima kwamba zinaweza zikasababisha hata serikali ikapinduliwa, kwamba rais ameamua kuuza watu wake? Mimi nimejiuliza maswali Mheshimiwa Spika, nimekosa majibu. Jambo ninalotaka kulisema, Askofu Gwajima yuko hapa jirani na ninajua watu watampelekea clip na izimfikie, kwa sababu tabia ya unafiki msabato mimi sijawahi kufundishwa Mheshimiwa Spika. Nimefundishwa kuita nyeusi nyeusi, kuita nyekundu nyekundu. Kitendo alichokifanya Askofu Gwajima, jambo la kwanza, kwa mujibu wa uchambuzi wangu, Askofu Gwajima alidhamiria kuichonganisha serikali ya Mama Samia Suluhu na wananchi. Kitendo cha Askofu Gwajima kujitokeza hadharani na kuwaambia Watanzania kwamba chanjo hii mnayokwenda kuchanjwa haijafanyiwa utafiti,
chanjo hii mkiitumia italeta madhara. Hilo jambo ni a very big if not huge insubordination kwa mamlaka za nchi. Na Mheshimiwa Spika, mimi nasema naungana na Mariam Ditopile, adhabu zitakazotolewa kwa Askofu Gwajima kwa hili zisiishie hapo. Hata huyu Halima Mdee aliyekuwa mbunge wa Kawe hajawahi kutufanyia vitimbi vya namna hii anavyofanywa Askofu Gwajima. Hili jambo Mheshimiwa Spika, nataka niseme kwa dhati kabisa, limetufedhehesha. Na mimi nilikuwa nashangaa sana kwa nini chama changu mpaka leo wamekaa kimya, hawajachukua hatua. Mwanachama anafikia stage ya kufanya haya mambo mazito mpaka Spika unaamua kumuita. Chama cha Mapinduzi kile tunachokijua. What is wrong with my party? Kuna shida gani Mheshimiwa Spika? Jambo hili ni kutaka kukwamisha mipango. Mbona hivi nilikuwa najiuliza, kuna amesema Kilumbe Ng'enda. Rais Magufuli kama Mungu angekuwa amemtunza hai mpaka leo, Gwajima angeweza kufungua mdomo wake na kuleta hizi chokochoko. Na Mheshimiwa Spika, mimi nakwambia wabunge tuko hapa. Kama kuna mbunge anafikiri ya kwamba atatumia forum kwa sababu tu hakupendezwa na Rais Samia kuwa madarakani, wallahi nakwambia tutadili naye. Sisi tutadili naye. Mheshimiwa Spika, nataka nikwambie, kama kuna mtu alikuwa anategemea kupata mamlaka serikalini, imetokea bahati mbaya wote hatuwezi kuwa mawaziri, walioko mawaziri ukaanza kuwachokonoa, wallahi nakwambia tutadili na wewe. Mheshimiwa Spika, ninasema ikitokea mmoja wetu anataka kujenga umaarufu binafsi badala ya umaarufu wa taasisi na kulinda mifumo ya taifa letu, Mheshimiwa Spika, nakwambia kabla hawajaja kwako tutatuangana makonde huko, tuweke heshima. Mheshimiwa Spika, nimalize kwa kusema pamoja na kwamba mimi naunga mkono maazimio yote ya bunge yote, nimemshauri rafiki yangu Jerry Silaa, kwa dhati ya moyo wangu ninasema, moja ya marafiki zangu wa karibu sana Jerry Silaa, na hata tukio lilipotokea nilimwandikia ujumbe, anajua zaidi ya mara 3, na ninalisema kutoka kwenye from the bottom of my heart. Tusiposimama kushauriana kwa lengo la kuelekezana, sisi bado vijana, nina imani Jerry atakutafuta Mheshimiwa Spika, nina imani atakutafuta kwa wakati wake. Pamoja na kwamba amechelewa, nina imani atakuja Spika. Akija baada ya haya, wewe mpokee kama baba, akiomba radhi mpokee. Kwa sababu ninajua Mheshimiwa Spika, wakati mwingine kuna mambo yanatokea hapa mtu unashindwa kuelewa huyu ninayemjua, unajiuliza maswali. Lakini Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, mimi binafsi nikushukuru sana na nikupongeze sana kwa namna ambavyo umesimama kulinda heshima ya muhimili huu. Ukiacha muhimili huu udharauliwe, hata huko nje heshima yetu sisi wabunge haitaonekana. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema maneno haya, ninataka nimtie moyo rais wetu aliyeko madarakani, asije akadanganywa na mtu